ama makosa yanayofanyika na wanandoa. Wapenzi watukufu wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumbia sisi ndoa, ama ametuwekea ndoa katika utaratibu aliotuwekea, lakini utaratibu huu na maana hii litaskunu ilaiha, ili watu wapate kutulia katika amani, kama mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivisema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Katika dalili na alama za uwepo wa Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuwaumbia waume kuwaumbia wake na wake kuwaumbia wanaume. Lengo ni nini? Litaskunu ilaiha, ili watu wapate utulivu. Hajaacha hapo Mwenyezi Mungu, wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, na Mungu sasa katika ndoa akaika peace and love, amani pamoja na upendo. Kwa hiyo sasa, ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa mafanikio hayo, vipi leo tufanye makosa katika ndoa zetu? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema tena katika Qur'ani, walaqad karramna bani adam, na kwa hakika tumemtukuza mwanadamu. Kila aina ya matukuzo basi mwanadamu anayo. Miongoni mwa matukuzo, Mungu hajawasifu malaika, japo malaika na sisi wanaonekana wazuri malaika, kwa sababu la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Je, sisi tuna hivyo vitu? Sisi si kila kukicha tunamwasi Mungu, tunayapinga ya Mwenyezi Mungu. Lakini hapo hapo Mwenyezi Mungu akaja akamtukuza mwanadamu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Huu ni ubora mwanadamu kapewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ni kama hivyo, lazima tuyatazame makosa yaliyokuwa katika ndoa zetu. Ya kujiepusha tujiepushe, na kuyaacha tuyaache. Tusiseme na kuyafanya tuyafanya, tutaki yafanyike, tunahitajika yaondoke. Sasa miongoni mwa makosa wanandoa, moja, at-taqsiru fi birril walidaini ba'da zawaji, ni kuacha kuwafanyia wema wazazi wawili baada ya ndoa. Leo tuna mafanikio kwa wazazi wetu, na haipiti siku ama haipiti mwezi ama hazipiti miaka, na huko miaka ni mbali, yani hazipiti masiku wewe usimsalimie mzazi wako ama usimtaki mzazi wako. Mwenye sukari atampelekea, mwenye dona atapeleka, mwenye nguo atapeleka. Lakini baada tu ukisha kuingia katika mfumo wa ndoa, maana yake wazazi wanaasiwa, inakuwa tena ni basi. Akikupigia simu muda mwingine unakuwa bize, ulikuwa unamtafuta kuna kipindi umtafuti, ulikuwa unamnunulia vitu hutaki tena. Zote ziko kwa mwanamke ama kwa mkeo. Hili ni kosa linafanyika. Kwa hiyo lazima tujiepushe na kosa la aina hiyo. Lakini kosa la pili wanaolifanya wanandoa, mwanaume kumdharau mwanamke. Haya ni yako mengi. Bahati mbaya ama bahati nzuri, mimi niko karibu sana na kaka yangu Sheikh Sani Mudimosi, Sheikh Wakata, niko karibu sana. Kwa hiyo kuna baadhi ya sehemu tunakwenda kwenye utatuzi wa ndoa, nachukua mdogo wangu tondoke bwana ukaone mengi huko. Tunakwenda tunaangalia mpaka hili nalo. Sasa hili si litakiwa liongelewe tu, ili watu ndo wanaandikiana makaratasi wa kuachana hili. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu tunahitajika sisi tuvielewe alafu tuviache. Kwa hiyo kosa linalofanyika wanandoa, mwanamume ni kumdharau mwanamke, na inafika mbali kabisa. Baadhi ya wanaume mpaka anatukana mwanamke yule mbele ya watoto wake. Lakini kosa nambari 3, hili linafanywa na kina mama ama na wanawake. Kosa la 3 linafanywa na wanawake. Mwanamke ni kutokuwa katika unadhifu. Mwanamke ni kutokosa kuwa katika unadhifu ndani ya nyumba. Ukitazama makosa haya leo yako mengi. Kuna bwana mmoja, siku moja tulikwenda sehemu moja,
kwenda kula ubwabwa, lakini inavyoonekana ile shughuli ilikuwa ni harusi, palikuwa na ndoa. Basi yule jamaa tuliokwenda naye na mkewe alikuwepo katika shughuli hiyo. Namna wale akina mama walivipendeza, short and clear, walipendeza, wamejipamba sa mpaka ikafika kipindi yule bwana tulioenda naye mkewe alikuwepo, lakini alimsahau kwa sababu nyumbani hakai katika staili hile. Sasa anainongoneza, bwana Mtandae, yule dada aliyovaa mtandio mwekundu umemuona? Ambe nimemuona. Sasa kumbe yule dada na yeye alikuwa anamtafuta huyo mume ampe ufunguo, kwa sababu si atachelewa. Kwenye kuangaza angaza ndo anamuona. Alivimuona akamwita, bwana mtu fulani, nilikuwa nakutafuta wewe, njoo chukua ufunguo. Jamaa anazinduka anasema, subhana, kumbe ndo mke wangu wenyewe yule nilomsifia. Maana yake ni nini? Yale mazingira aliyokuwa nyumbani hayako, mazingira aliyokuwa mtaani hayako nyumbani. Yaani leo mwanamke ili ajipambe na kunoga lazima atoke katika mikusanyiko ya watu, sherehe, shughuli, maharusi. Ndio huyo utakuta kapendeza, ananukia, anajipamba, anaweka kila kitu alichadika kukiweka. Na ndio maana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alisema katika hadithi, idha atala ahadukumul ghaibata fala yatruqanna ahlahu laila. Mwanamume yoyote yule, tunatafsiri hivyo aliyesafiri safari aliyotumia muda kidogo, si safari ya kwenda na kurudi kama 1 week ama 3 week ama kuendelea, amesafiri, anaambiwa na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama siku anaotarget kurudi asirudi usiku. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndio fundi wa mazingira. Anachokuambia maana yake kuna kitu kakiangalia. Mwanamume aliyosafiri atakapotaka kurudi sasa kutoka safari yake, anaambiwa akirudi asirudi usiku, mbadala wake arudi asubuhi, mchana, jioni. Kwa nini? Ili amwandae yule mwanamke katika unadhifu, asije usiku karudi tayari mwanamke kashakaa katika mazingira mabaya. Si kwa sababu mumewe hayupo, atakaa tu ovyo, kakaa sebuleni anaangalia katuni na yeye. Mara mlango ta mzee baba anaingia anamkuta hayuko katika mazingira ya kumnogesha. Na ndio maana hatuwatukani watu, na wala hatutaki kutumia lugha hii, lakini inahitajika tuiseme. Ndio maana wanawake wanaojiuza, ukiwaangalia unadhifu wao ni mbora zaidi kuliko wake zetu tunaoishi nao, kwa sababu muda wote anahitajika yeye avutie mwanaume. Na ndo watu wengi wanaharibu ndoa zao kwa hao watu wa nje, kwa sababu kapita kamwangalia, mimi mke wangu hiki hakipo, kwa hiyo mimi naishi na huyu, kule panaharibika. Kwa hiyo watukufu wa Kiislamu, makosa yanayofanyika ndani ya ndoa, wanawake kujitupa, kwa tafsiri nyingine hawajiweki katika unadhifu wa kumpendezesha yule mumewe, akirudi amuone huyu ndio mke nilotaraji kuishi naye. Lakini kosa lingine linalofanyika na wanandoa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, alla takhruja min darihi illa biidhni. Hili pia limo. Yani mwanamke hatakiwi kuwa yeye ni sawa na mwanamume, japo anayasema hayo, na mwanaume naye kwa sababu ndio yeye ni yuko juu, asije akamnyanyasa na kumsema huyu mwanamke wake zetu. Anaweza kaamua tu, mimi leo naondoka nifanye chochote poa tu. Lakini Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema, alla takhruja min darihi illa biidhni zawji. Ndio maana yake, asitoke mwanamke huyu ndani ya nyumba yake isipokuwa kwa idhni ya mumewe. Na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akaenda mbali zaidi, hata katika ibada. Tunaona namna funga ya saumu ilivyokuwa na daraja kubwa katika thawabu, kama mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivileta katika hadithi al-Qudus pale aliposema, asaumu li, saumu ni ya kwangu, na mimi ndo nampa mtu kile ambacho ninachotaraji kumpa, nampatia. Lakini Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama anasema katika hadithi,
asifunge mwanamke sunna. Mwanamke asifunge saumu ya sunna illa biidhni, isipokuwa kwa idhni ya mumewe. Leo angapi asubuhi mtu kaamka tu anakwambia saa 3 hivyo, vipi chai hakuna? Mimi simefunga leo. Nenda kanywe shule. Kwa wale walimu, nenda kanywe shule. Au ofisini, kwani sasa hivi chai wafanya kazi hakuna? Yani ni kawaida tu. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakwambia usifunge isipokuwa kwa idhni yake. Na wewe mwanaume una haki ya kumfungulisha somo ile. Mwambie bwana, mimi sielewi hiyo, japo si Mungu, lakini wewe fungua tu, na jambo langu sasa hivi. Kwa hiyo lazima haya mambo tuyaipushe na tusiyafanye ndani ya ndoa zetu.